Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King. Je, wewe ni mtazamaji wa Baba Sam the King Tanzania TV channel na uko tayari kushiriki fursa ya kukupatia zawadi? Tarehe 19 Novemba ni siku ya kuzaliwa ya channel yetu. Uongozi wa Baba Sam the King Tanzania TV channel unamtafuta mshiriki mzuri wa Baba Sam the King Tanzania TV channel ambaye hupenda kusikiliza simulizi katika channel hiyo. Kama na wewe unapenda kushiriki katika fursa hiyo, usichoke. Fursa iko wazi kabisa. Tuma niko tayari kushiriki katika fursa kwenda namba ya simu 0752 73 25 15 0752 73 25 15. Kuna maswali 10 utakayoulizwa ili uweze kutoa majibu yake. Ukipata maswali 5 utakuwa mshindi wa pili wa shindano hilo. Ukipata maswali yote 10 utakuwa mshindi wa kwanza kabisa wa shindano hilo. Na maswali yatakayoulizwa ni yale yanayohusu simulizi ambazo zinarushwa kupitia kituo hiki cha Baba Sam the King Tanzania TV channel. Usipange kukosa, kwani zawadi ni ya kwako. Usikose. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752 73 25 15. Baba Sam the King. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristu. Wapenzi wasikilizaji na watazamaji wa Baba Sam the King Tanzania TV channel, karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo mmezoea kuzipata hapa. Na hii sio simulizi nyingine, bali ni ile simulizi yako pendwa kabisa ambayo inaitwa Mtoto Yatima sehemu ya 30. Sasa Mtoto Yatima ni simulizi ambayo inamwangazia binti wa kuitwa Shola Dismas ambaye ni yatima, maisha yake yanayoendelea kuishi magumu ambayo yamesababishwa na wazazi wake wote wawili kufariki katika ajali mbaya sana ya gari. Kama endapo utakuwa hauja subscribe channel hii inaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, na chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Ukigusa hapo moja kwa moja utakuwa ni mwanafamilia wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Tunachokuomba sisi ni kusubscribe, kulike, kushare ili na wengine waweze kujifunza kutokana na simulizi tunazozitoa, na kucomment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Unahisi vipi au unazionaje simulizi hizi ambazo zinaendelea katika chaneli yako pendwa? Basi ni kukaribishe katika sehemu yetu hii ya 30 ya simulizi hii inayoitwa Mtoto Yatima. Tuendelee kudadavua, tuangalie ni kitu gani ambacho kiliendelea. Hapo ndipo ambapo
Amini bin Nasoro alianza kuwa na matumaini kwa sababu amesikia swala kama hilo, kwamba wataendelea kuwa pamoja na Shola Dismas. Hapo hakuna shida kabisa. Lakini alikaa kidogo na wasiwasi. Je, hakuna wanaume wengine ambao watakaoanza kumchumbia? Je, watakuwa hawakutani mpaka kwa muda gani? Kwa sababu Amini bin Nasoro hana simu. Sasa bila kuwa wanawasiliana, huyu ni binti, na kwa kawaida siku zote binti ni ua ambalo lina thamani sana. Hakuna hata wale ambao watakaotaka kumchezea, ambao wanalitamani tu hilo ua waweze kufyonza kidogo, wasikilizie utamu wa vanila tu, ambapo wala hata hawana muda wowote wa kulitunza ua hilo. Alitafakari sana, na hayo ndiyo mawazo makubwa sana ambayo alikuwa nayo. Mwanamke ni kiumbe chenye thamani kweli kweli. Je, hakuna watu watakao muibia? Na anaenda kupanga. Je, huko anakoenda kupanga kuna nini? Hakutatokea pengine labda kijana atakayejifanya mwema na kuanza kuishi naye? Aliwaza mambo mengi, lakini baadaye aliamua kujitutumua, akaanza kuzungumza huku akisema, ni kweli mimi nimekusikiliza Sumaiya, lakini bado kwa nini usiendelee tu kuishi hapa? Yaani Ogena tu ndo ambaye anatushinda, yani anatufanya kama vile sisi hatuna akili. Yaani Ogena ndo akutuzidi kete. Jamani, hadi sisi wakubwa na mama kabisa nafikia sehemu anaanza kusema eti anakupatia pesa uende kapange pembeni. Nyi wanawake ni viumbe wenye thamani. Huko nakoelekea hakuna mwanaume ambaye atakayekutaka ili uweze kuishi naye. Kwa nini niruhusu mambo kama haya? Ina maana sisi wakubwa tumeshindwa kabisa kufanya chochote juu ya Ogena. I say, inaniuma sana. Lakini nitafanya nini hali ya kwamba mimi ni mlelewa tu, sina hata nyumba, sina hata nini. Unajua kuna wakati mwingine Sumaiya, inaweza kafikia wakati hadi unasema ni heri Ogena angekuwa tu ni mtoto wa kiume, akawa ananitembeza, angalau nikawa naenda kuombaomba, walau hata nipate fedha na mimi nijijenge kwa namna fulani. Kwa sababu mzee Nasoro alikuwa kinitesa hapa na pale kutokana na mwanamke aliyemuoa. Nikawa nateswa. Sasa nimetoka kule, nimekuja hapa. Mimi kwanza cha kuja kushangaa, huyo Ogena anachokifanya ni kitu cha ajabu sana. Yeye mwenyewe Ogena hapo alipo ni yatima. Maana tayari mzazi wako mmoja akifariki tayari wewe ni yatima tayari. Haijalishi kwamba una mzazi mmoja, wewe ni yatima. Ingawa uyatima wako haulingani na yule ambaye amepoteza wazazi wake wote wawili, lakini bado utaitwa wewe ni yatima. Yaani hapo yani kitu kinachoitwa yatima hakikwepeki. Kwa hiyo cha kuja kushangaa, hapa wote tunaoishi katika familia hii wote ni mayatima. Lakini kwa nini mayatima sisi tunaanza kutengana? Afu eti anaanza kuwaza eti wewe Sumaiya wewe ni yatima. Yeye sio yatima. Mzee Rajabu hapa yuko wapi? Kama kweli sio yatima, yuko wapi mzee Rajabu?
Haya, ukisemea kwangu mimi, haya, Bi Saada yuko wapi? Ambaye ni dadake na muamini, yuko wapi? Jibu ni kwamba hayupo. Haya, tukija kwako Mzee Dismas pamoja na mke wake, wote hawapo. Sisi wote ni mayatima. Sasa cha kwanza kutengana, mara kusema huyu ni yatima, mimi sijui ni. Haya mambo yameanzia wapi? Smile. Lakini sawa, maana hapo sina cha kufanya tu. Wacha nikubali tu liende bwana, itakavyokuwa na iwe. Lakini yani sikupenda kabisa yani uondoke kabisa karibu yangu. Yani ila basi. Na atakaye kuwa ananifulia tena nguo, ataanza kunifulia mamangu mzazi tena. Ambaye sasa hivi ndo namjua kama mamangu mzazi kwa sababu Bi Saada hayupo. Bi Muamini ndo ataanza kushika nguo, kwa sababu mimi nimeelelewa kwenye sehemu ambazo kwa kweli sikuwahi kusoma wala sikuwahi kulelewa kwenye kushikashika vitu na kuanza kuvifanya mwenyewe. Sasa sijui itakuwaje. Mama tena ndo anaanza kushika nguo zangu jamani. Smaya wewe. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Shola Dismas alianza kuzungumza huku akisema, atakufulia Ogena. Ogena si ndo ambaye amesababisha mimi kuondoka hapa. Kwani ni nani? Wewe na mama mlikuwa mmeshanikubali, na ndio maana nilikuwa nikiishi hapa kwa amani. Na unaona kabisa kila kazi nilikuwa nikiifanya. Hamna kazi ambayo nimeshawahi kupewa na mama au ambayo imeshaachwa na Ogena halafu mimi sikuifanya. Kila kitu mimi nilifanya. Lakini leo hii ameshasema hanitaki. Hahitaji kabisa kuniona hapa. Na nikiendelea kufosi, naona wewe na Ogena mnaenda kugombana. Kila wakati hautakuwa na amani. Nilikuwepo mimi niweze kukupa amani ya moyo. Wengine walikukataa, mimi nikakukubali. Wengine walikufanyia walivyovifanya, mimi sijafanya. Nimekukubali mtoto wa watu. Nitalipwa kwa thawabu ambazo nitakazokuwa nazifanya juu yako. Lakini Ogena ndo kitu kibaya sana ambacho kinachoniumiza kichwa. Ogena hataki mimi niishi hapa. Ogena hataki mimi na wewe tuoane. Basi atakufuria yeye. Sasa nifanyeje? Na anaenda mbali, kuvuka kabisa senta kule kijiji cha pili kabisa huko ndo nakoenda. Siwezi kukaa hapa karibu na Ogena. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Amini bin Nasoro tena alianza kulia. Tena hapo sasa kaanza kupiga yowe la ukweli. Hapo ndipo ambapo Bi Muamini, kutokana na kwamba kazi alikuwa ameshaimaliza, alikuwa anajaribu tu kumsaidia Ogena, kwa sababu yeye alikuwa amechukua vingi. Kwa hiyo alivyosikia hilo yowe linapigwa, mtu analia kwa nguvu, ikabidi atoke nje. Moja kwa moja kaja mpaka pale kwenye yale mabenchi, akakuta kijana wake huyu Amini bin Nasoro ndiye ambaye analia. Baada ya kumuulizia,
Shora Dismas akazungumza kile ambacho kinachomfanya alie. Hatimaye hapo ndipo ambapo aliamua kuanza kumbembeleza hapa na pale huyu kijana, anabembelezwa na mama yake mdogo ili aweze kunyamaza. Na akamwambia kabisa haya yote anayasababisha Ogena. Ogena yuko tayari kufa, ila hahitaji kabisa kumuona Shora Dismas akiwa ameendelea kukaa hapo. Kwa hiyo hilo ni jambo moja zito. Ameamua yeye mwenyewe Bi Muamini atoe pesa zake amsaidie huyu Shora Dismas, aende akapange kama ni kufanya biashara, afanye biashara anayoijua yeye, lakini ampatie na simu na kumsajilia namba ya simu ili wao tu wanawasiliana. Manake kipatwa na changamoto yoyote iwe ni vyepesi kuweza kumsaidia, ila tu atoke hapo. Yani atakuwa namsaidia akiwa hayupo hapo katika familia hiyo, kutokana na kwamba binti yake ndo kamkataa sasa. Yani Ogena kamkataa Shora Dismas asikae hapo. Lakini licha ya kuzungumza maneno kama hayo akijaribu kumuelekeza, Amini bin Nasoro hakuweza kabisa kutilia maanani. Aliendelea kulia hapa na pale. Lakini Shora Dismas alijaribu kumbembeleza hata yeye, lakini mwisho wa siku hakuweza kuwaelewa. Yani alikaa akiwa amejiinamia, akiwa ni mwenye mawazo. Lakini baadaye alikuja kanyamaza. Baada ya kunyamaza, basi kutokana na kwamba wakati Ogena anaendelea kukaanga yale maandazi, manake mama yake baada ya kumaliza aliamua kupika chakula cha usiku huo, ambapo tayari usiku ulikuwa umeshaingia. Kwa hiyo baada ya kunyamaza pale, moja kwa moja alienda na kukuta Ogena tayari kazi ameshamaliza. Hapo ndipo ambapo Ogena aliambiwa aweze kutenga maji. Wakati huo Bi Muamini yeye mwenyewe ndo aliamua kupakua chakula na kukiweka kwenye sahani ambazo zinatakiwa kuchukuliwa na hawa wanafamilia ili waweze kula chakula hicho. Baada ya kuwa amepakua na kumaliza, alizileta moja kwa moja, kaanza kumgawia mmoja baada ya mwingine, na kumaliza tayari akakaa na yeye kwa ajili ya kuendelea kula chakula. Lakini cha kuja kushangaza, Ogena alikula, lakini ilipofika katikati, sahani imebaki nusu. Aliamua kuichukua ile sahani na kurusha kile chakula na mrushia Shora Dismas, na kikampata tena. Chakula chote kikawa kimemwagikia. Akatupa hapo hapo na sahani, akakimbia ndani na kwenda kujifungia. Baada ya Amini bin Nasoro kusikia tukio hilo, alijaribu tena kuuliza. Sasa kwa vile Shora Dismas alikuwa amekaa karibu kabisa na Amini bin Nasoro, kuja kumuuliza ni kitu gani hapo, mbona nasikia kama kuna vitu ambavyo vimeanguka hapa. Hapo ndipo ambapo alipoambiwa kwamba Ogena amemwagia chakula. Kwa hiyo nguo zote zikawa zimeroa na michuzi ya samaki. Samaki yakawa yamemwagikia mawaliwali. Yani ikawa ni patashika nguo kuchanika. Lakini hakuacha kula, kwa sababu tayari ameshapewa tumaini na huyu mama kwamba atamsaidia, na mabegi yake yako hapo hapo kwenye mabenchi. Maanake ni kitendo tu cha kumaliza kuzungumza na huyo mama, huenda hata kama tarudi ndani, maanake anarudi ndani kwenda kulala kwa sababu usiku umeenda. Kesho asubuhi hawa wanaenda zao mgahawani, alafu na yeye anaamka na kuenda kutafuta chumba sehemu nyingine pa kuweza kupanga ili aanze kuendesha maisha yake. Kwa hiyo
hakuwa na matatizo ya aina yoyote. Aliona tu ni kitu cha kawaida kwa sababu yamemwagika kwenye mwili, lakini hayakupata kile kidonda kusema kwamba labda atakuwa amekitonesha. Aliona tu ni hali ya kawaida kwa sababu hayo mateso ameyapitia sana, hakuwa na shida. Wakaendelea kula tena kwa furaha yote. Baada ya kumaliza, Shola Dismas alisimama hapo na kuchukua ile sahani ambayo iliyokuwa imeangushwa chini, akakusanya vyombo vyote na kwenda kuviweka sehemu ambapo wanaweka vyombo ambavyo havijaoshwa. Kwa hiyo Shola Dismas huyu akaamua kuchukua maji na kwenda bafuni kuoga. Alipokuja kabadilisha nguo. Baada ya kubadilisha nguo, akavaa nguo nzuri, akapulizia zake perfume kama kawaida. Akaja moja kwa moja hadi pale kwenye benchi, akasafisha pamoja na meza zile ambazo walizokuwa wanaliapo chakula, akamaliza. Basi hapo ndipo ambapo alianza kumuaga Amini bin Nasoro ili waweze kwenda kupumzika. Lakini baada ya kuagwa, Amini bin Nasoro alizungumza huku akisema, ninaamini Sumaiya, ninashukuru kwa mateso yote hayo ambayo yanakukuta, lakini ingawa ninaumia na mimi ni mtu asiyoona, sina namna yoyote ya kukusaidia, lakini yaani kuna namna fulani hivi ninaona kabisa kwamba endapo Mungu akiniruzuku nikawa na wewe, nitakuwa nimepata riziki ambayo ni ya mke mtiifu sana. Unayoyavumilia ni makubwa mno Shola. Ninakuita jina lako la zamani kwa sababu tayari ndo nataka kuniacha tena. Utakuja kuwa Sumaiya endapo tutakuwa tena pamoja. Ogena, kwa nini lakini umeamua kunifanyia hivi? Lakini sawa, hata mimi mwenyewe hii sio familia yangu. Hii ni familia ya Ogena. Wacha tumheshimu Ogena kwa sababu yeye ndo mzaliwa wa hapa. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, moja kwa moja Shola Dismas alimsimamisha Amini bin Nasoro na kuanza kuondoka naye moja kwa moja mpaka chumbani kwake, yani chumbani kwa Amini, na hatimaye akamwaga vizuri. Baada ya kumwaga, Amini bin Nasoro akasimama, akamkumbatia, akaanza kumpiga mabusu hapa na pale, akamwambia kwamba inawezekana kesho yake wasionane kabisa, kwa sababu kama endapo atachelewa kuamka yeye, manake yani kama endapo Amini atachelewa kuamka, Shola Dismas ataamka kabisa na hawa wanaoelekea huko mgahawani, manake ataondoka nao moja kwa moja, ataenda yeye kutafuta chumba upande wa pili wa kijiji hicho cha Mboge. Kwa hiyo alimpiga mabusu hapa na pale, akamkumbatia Shola Dismas akiwa amesimama, akaanza kumwambia, nishike mara ya mwisho ili hata kama nikiondoka ubaki na kumbukumbu yangu, na ungekuwa na simu basi ungerekodi hata sauti yangu ili ubaki nayo. Kinikumbuka unakuwa unasikiliza. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, tayari hapo tena Amini bin Nasoro tayari ikawa tena imemuuma, akaanza kulia. Kwa kile kilio kikaanza tena moja. Na mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu
ya 30 ya simulizi hii Mtoto Yatima imeishia hapa. Tumemwona Bi Mwamini baada ya kuwa amesikia kilio, moja kwa moja alikuja mpaka hapo kwenye mabenchi nje, akaacha kumsaidia Ogena na kuja pale kuanza kumbembeleza Amini bin Nasoro. Lakini wakati amenyamaza, moja kwa moja alienda kwenye hicho chumba na kukuta Ogena ameshamaliza kazi yake. Yeye ndipo ambapo alipomwagiza kwamba aende akaandae maji ili moja kwa moja waweze kula chakula. Lakini tumeona Ogena baada ya kula chakula, sahani ilipofika nusu, aliamua kumwagia tena Shola Dismas kile chakula, na hatimaye akatupa hapo hapo na sahani, akakimbilia ndani kwenda kujifungia. Kama endapo utakuwa haujasubscribe channel hii, inaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, na chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Ukigusa hapo, moja kwa moja utakuwa ni mwanafamilia wetu wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Tunachokuomba subscribe ili uwe mwanafamilia wetu, pia like ili tuweze kuona kwamba unapendezwa na kile tunachokifanya, share ili na wengine waweze kujifunza simulizi zinazoendelea katika chaneli hii, pia comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Je, vipi unazichukuliaje simulizi ambazo zinaendelea katika kituo hiki cha Baba Sam the King Tanzania TV channel? Ni kuage niseme kwa heri mpaka sehemu ya 31 mpaka sehemu ya 31 ya simulizi hii inayoitwa Mtoto Yatima. Inazidi kushika kasi. Je, vipi huyu binti Shola Dismas ataishije? Maisha yake huko anakoelekea yatakuwa mazuri? Je, hivi ni kweli ataondoka kweli, au mambo yatakuja kubadilika? Hayo yote tutayajua sehemu ya 31, ndo ambayo itakayoleta majibu yaliyo sahihi. Ni kuage niseme kwa heri mpaka sehemu ya 31, niseme alamsiki. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Baba Sam the King. Je, wewe ni mtazamaji wa Baba Sam the King Tanzania TV channel na uko tayari kushiriki fursa ya kukupatia zawadi? Tarehe 19 Novemba ni siku ya kuzaliwa ya chaneli yetu. Uongozi wa Baba Sam the King Tanzania TV channel unamtafuta mshiriki mzuri wa Baba Sam the King Tanzania TV channel ambaye hupenda kusikiliza simulizi katika chaneli hiyo. Kama na wewe unapenda kushiriki katika fursa hiyo, usichoke. Fursa iko wazi kabisa. Tuma niko tayari kushiriki katika fursa kwenda namba ya simu 0752 73 25 15. 0752 73 25 15.
Kuna maswali 10 utakayoulizwa ili uweze kutoa majibu yake. Ukipata maswali 5 utakuwa mshindi wa pili wa shindano hilo. Ukipata maswali yote 10 utakuwa mshindi wa kwanza kabisa wa shindano hilo. Na maswali yatakayoulizwa ni yale yanayohusu simulizi ambazo zinarushwa kupitia kituo hiki cha Baba Sam the King Tanzania TV channel. Usipange kukosa, kwani zawadi ni ya kwako. Usikose. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King.